Tuombe. Milele kwa njia ya mwanao pekee aliyeshinda mauti, tunakuomba utujalie sisi tunapoadhimisha sherehe ya ufufuko wa Bwana tupate kufufuka kwenye mwanga wa uzima kwa njia ya kufanywa wapya na Roho wako, kwa njia ya Bwana wetu Yesu Kristo mwanao anaishi na kutawala nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu daima na milele. Amen. Somo la kwanza. Somo katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 40 tena mstari wa 37 hadi 43. Siku zile Petro alifungua kinywa chake akisema, mmejua yaliyotukia katika Uyahudi wote kuanza Galilaya baada ya ubatizo wa uliohubiriwa na Yohane, jinsi Mungu alivyompaka mafuta Yesu wa Nazareti kwa Roho Mtakatifu na nguvu, na jinsi alivyozunguka katika nchi yote akitenda mema na kuwaponya wote walioonewa na Shetani, kwa maana Mungu alikuwa pamoja naye. Nasi ni mashahidi wa yote aliyoyafanya katika nchi ya Wayahudi na katika Yerusalemu. Naye walimtundika mtini na kumuua. Mungu lakini alimfufua siku ya tatu na kumjalia uonekane si kwa watu wote, ila kwa mashahidi waliokuwa wamechaguliwa na Mungu. Ndiyo sisi tuliokula na kunywa pamoja naye baada ya kufufuka kwake katika wafu. Ndiyo sisi aliyotuagiza tuwahubiri na kuwashuhudia watu kwamba huyu ndiye aliyewekwa na Mungu kwa hukumu wazima na wafu. Huyu manabii wote wameshuhudia kwamba kila anayemsadiki anaondolewa dhambi kwa jina lake. Neno la Bwana.
Wakolosai. Ndugu zangu, ikiwa amefufuliwa pamoja na Kristo, yatafuteni yaliyo juu. Kristo amekaa kuume kwa Mungu, zingatieni yaliyo juu, si mambo ya dunia. Maana nimekwisha kufa na uzima wenu umefufuka pamoja na Kristo katika utukufu. Baada ya Kristo aliye uzima wetu akatupokea, ninyi pia mtatokea pamoja naye katika utukufu. Neno la Bwana. Siku ya kwanza ya juma, Maria Magdalena alifika kwenye kaburi asubuhi, kungali giza bado, na akaliona jiwe. Basi akapiga mbio, akafika kwa Simoni Petro na yule mfuasi mwingine ambaye Yesu alimpenda. Akamwambia, "Wamemwondoa Bwana kaburini, nasi hatujui walikomweka." Petro akatoka pamoja na yule mfuasi mwingine kwenda kaburini. Wote wawili walipiga mbio, lakini yule mfuasi mwingine alitangulia, maana alikimbia mbio kuliko Petro. Akafika kwanza kwenye kaburi, akainama na kuchungulia, akaviona vitambaa vya sanda vimelala humo, lakini hakuingia. Simoni Petro akaja nyuma yake, akaingia kaburini, akaviona vitambaa vimelala humo, na kadhalika leso ya kumfunikia kichwa chake, hiyo imekunjwa. Haikulala pamoja na vitambaa vingine, bali peke yake mahali pake. Hapo yule mfuasi mwingine aliyefika kwanza kaburini, na kila wakati, Mungu ni mwema. Pasaka hoye. Oye! Pasaka hoye. Oye! Yes, ndio. Tumesema hii ndio siku ya muhimu sana katika Ukristo, siku ya ajabu, siku ya miujiza, siku ya uponyaji,
siku ambayo Yesu mwenyewe alifufuka katika wafu. Hakuna mtu mwingine kweli alishafufuka katika wafu, na kifo hakina nguvu ndani yake. Tunajua kweli Lazaro alifufuliwa, lakini si alikufa. Ndio. Ama mkumbuki hivyo? Hakuna mtu mwingine, hata wale wanajiita manabii wa zamani, ama wengine wanajiita mimi ndio mkubwa wa hii dini, no? Hata Waislamu, yule alianzisha Uislamu, si alikufa? Ndio. Muhammad, tunamjua, alizaliwa akakaa hapa duniani, lakini kuna siku ile alikufa, na tunajua pahali kaburini zake iko, si ndio? Lakini kwa Yesu kaburi iko wapi? Hamna, kwa sababu alikufa na akafanya nini? Na akafufuka. Kwa hivyo ndivyo kitu ya maana sana katika Ukristo, si tu kwa sababu Yesu alikuja akahubiri, akafanya miracles. Hapana, hiyo ni kitu mzuri na alifunza maneno mengi, lakini kila cha muhimu sana katika Ukristo ni kwamba Yesu alikufa na akafanya nini? Na akafufuka. Kama angefufuka, mimi na wewe tungekuwa nyumbani, si ndio? Sio, inakaa ni kama singekuwa ni siku nzuri ya kulala, si ndio? Kuna mvua, tapika mchele pale na mahamri kidogo, si ndio? Chapati. Tungekuwa tuko nyumbani tunapumzika, tukimngojea siku moja atafufuka, lakini ilimbidi tu kwa siku ngapi? 3 tu. Kama vile maandiko yalikuwa imefanya nini? Imesema. I think hiyo ni kitu cha muhimu sana katika Ukristo, kwa sababu maneno yote ambayo ilitabiriwa kuhusu Yesu katika Agano la Kale yote yalitimizika katika Agano Jipya. Hiyo ndio kitu muhimu sana katika Ukristo. Zile dini zingine zinasema maneno mengi, lakini kuna vitu ambazo bado wanangojea, si ndio? Ndio. Wayahudi bado wanamngojea nani? Mesaya. Mesaya alikuja na akafanya nini? Na akakuja na akakufa msalabani na walimuua, lakini alifufuka, si ndio? Ndio. Bado wanamngojea, lakini hajakuja. Lakini sisi wa Kristo, kwa sababu tunamfuata Yesu Kristo, Yesu Kristo alikuja kama ilivyotabiriwa, akaja, akafa, akazikwa, na siku ya tatu akafanya nini? Akafufuka. Na hiyo ni kitu ya muhimu sana. Na vivyo tunaambiwa katika somo letu la kwanza. Somo letu la kwanza lilitoka kitabu kipi? Kitabu cha Waefeso. Hapana. Wengine wanaangalia hapana, hiyo kisomo hapa leo. Ilikuwa kitabu cha Matendo ya Mitume. Nani anaongea pale? Petro. Petro tunamkumbuka tu siku ambazo zimepita, siku 4 tu. Ijumaa Kuu. Aliambiwa, na wewe si ulikuwa na yule? Ndio. Akafanya nini? Akamkana, akasema huyo mimi simfanyi nini? Simjui. Huyo simjui mimi. Na walikuwa wamekaa na Yesu Kristo miaka ngapi? 3. Miaka 3, lakini amesema mimi simfanyi nini? Mimi yule simfahamu. Na kweli si wale kulikuwa na yeye huko pale ya Galilaya mkifanya miujiza na maneno mengi. Mimi huyo usiniambie maneno yake. Huyo simjui. Na Petro akamkana nani? Yesu. Akamkana Yesu. Lakini kweli aliweza kujirudia na akaona amekosa. Lakini Petro, kuna kitu ambayo mimi napenda Petro sana. Ni binadamu kama mimi na wewe. Kuna wakati tunakaa na hata familia zetu. Ndio. Anasema huyu mimi hapana, huyu si wetu huyu. Hii si damu yetu. Hii si damu yetu. Na kama nasikia mpaka mama na mtoto amekaa na mtoto wake. Ndio. Anasema hii damu ni sio kama yeye. Hii damu ni kama sio yetu. Sisi hatuna tabia kama hiyo. Na wakati mwingi sisi kama Wakristo
tunaweza mkana Yesu, si kwa mdomo tu, lakini sana kwa vitendo, kwa vitendo. Wakati tunapopitia changamoto za dunia hii, tunaanza kujirudia na kusema ni kama Mungu hanisikia. Na kama kweli mimi ni Mkristo, naomba kila siku, kwa nini bado mimi ni mgonjwa? Kwa nini nateseka? Kwa nini familia yangu, maombi ambayo tumeomba hajakamilika? Na wakati mwingine tunaanza kulelea katika Ukristo wetu. Tunaweza kuwa hatujamkana Mungu kwa mdomo, lakini kwa vitendo na vile tunavyoamini inaanza kudhoofika. Tunasema sasa mimi nimeomba, imekuwa wiki 2, 3, mwezi mmoja, miezi 5, mwaka umeisha, na kila nilikuwa naomba Mungu hajanipatia. Mimi nitaenda kutafuta msaada pahali pengine. Kweli namwamini Mungu, mimi sitaki, kwa sababu sitaki kuchapa kiboko, sitaki kiboko kinichape, lakini kwa vitendo yangu sasa naenda kumtafuta Mungu mwingine. Na hivyo ndivyo Petro alifanya. Alisema kweli mimi namjua Yesu Kristo, kwa roho yake alikuwa namjua, kwa sababu wametembea na Kristo siku kwa siku. Ameona akifanya miujiza, amefufua mpaka wafu. I cannot imagine tukiwa na mtu anafanya miujiza, anafufua watu, halafu mkane yule si mwana wa Mungu. Sijui mtu mwingine kweli, kwa sababu hakuna mtu mwingine nimefanya ama nimemwona akiwa na vipawa kama vile. Lakini Petro alimkana. Na wakati mwingine sisi wa Kristo tunapopitia changamoto za dunia, tunaweza kuwa tunamkana Yesu kwa vitendo vyetu. Siku nyingine nilikuwa naona video, sijui ni juzi tu nilikuwa naona, unajua waganga walikuwa wanaita mganga mmoja, I think wa pale Tanzania, sijui, lakini walikuwa nasema unajua wale wanakuja hapa wengi ni Wakristo. Wale wanakuja hapa wengi ni nini? Ni Wakristo. Ni Wakristo. Na sio Wakristo tu, ni Wakristo wa Katoliki. Wakatoliki. Wale wameomba, lakini maombi yao hajafanya nini? Inasikilizwa, lakini haijarudishwa vile wanahitaji. Sasa wanasema mimi sasa nitaenda kwa mganga. Lakini kweli mganga anafanya nini? Sijaenda kwa mganga kweli. Lakini sijui mganga ana vipaji basi, sijui, mimi sielewi. Kwa sababu mimi zile video nimeona wakati mwingine mganga, ukienda kwa mganga anakuambia sasa shida zako tutazifanya nini? Tutazitatua, lakini ulete kuku wa blue. Ulete kuku wa nini? Wewe shaka kuku wa blue. Hakuna. Sasa hiyo inakuwa ni changamoto kwako, si kwake, kwa sababu anajua zile shida uko nazo hawezi tatua, lakini anaongeza uoga ndani yako. Anakuambia wewe ukienda huko kijijini unitafutie kuku wa blue, ukimleta tutatatua nini? Tutatua matatizo yako. Wewe unaenda unatafuta unakuta haupati kuku wa nini? Wa blue. Narudi kwake nasema mimi sikupata ile kuku. Basi tutakusaidia. Ukiekelea 200,000 hapa, sisi tutafanya nini? Tutatafuta ule kuku. Na mganga anaenda anatafuta kuku mweupe, anampaka rangi. Sasa huyu kuku anakuja kuku ni wa blue sasa. Huyu atafanya nini? Atatatua shida zako. Lakini sio mganga anatatua shida zako. Ni kulegea kwetu wakati mwingine. Tunakosa kungojea siku ya Mungu. Na vile pita hapo kungojea Mungu, alimkana na akaendelea. Lakini kitu kizuri kwa Petro, alijirudia na akaona kweli amekosea. Na ndivyo tunampata katika kitabu cha Mitume. Sasa yeye anasema kweli mimi nilikosea kwa vile nilimkana Yesu, lakini mimi kwa vile nimeona na vile nimetabiri nikaona
na nikaweza kutembea na Yesu Kristo, mimi sasa ni mshahidi. Ni mshahidi. Mimi nimejionea na macho yangu. Nimejionea na macho yangu. Na sio macho tu, amejionea kwa kiroho. Sasa roho yake imekomaa. Na hivyo ndivyo anaweza kuwa sasa mshahidi wa ufufuko wa Yesu Kristo. Tunajua tu hakusema kwa mdomo, lakini hata Petro mwenyewe alipoenda pale Roma, alienda akauawa juu ya nani? Ya Yesu Kristo, si ndio? Ndio. Si alitoa roho yake juu ya Yesu Kristo? Ndio. Kwa hivyo roho yake ilikuwa imekomaa kwa Ukristo wake. Hata hangeweza kumkana Yesu tena. Alikuwa amejua ya kwamba yale maneno yote ambayo ilikuwa imetabiriwa kwa Agano la Kale yametimizwa kwa. Nadhani hiyo ni changamoto kwetu kama Wakristo. Kweli tunamwamini Mungu, tunampenda Mungu. Sisi tunampenda tu Mungu kwa maneno ama kwa vitendo. Hiyo ndio injili kamili ya ufufuko wa Yesu Kristo. Kwa sababu unaweza kuwa tu mimi nampenda Yesu Kristo, Kristo amefufuka oye, lakini hajafufuka katika roho yake. Haikuwa imefufuka katika roho ya Petro. Lakini wakati Yesu Kristo alifufuka katika roho ya Petro, aliweza kuwa shahidi. Shahidi mpaka kujitoa kwake ili auliwe juu ya Kristo. Huyo ni Petro. Tunaingia katika somo la pili. Somo la pili litoka wapi? Kitabu cha Mtume Paulo kwa Wakolosai. Corinthians. Anawaambia wategemee maneno hapa chini, si ndio? Anawaambia nini? Hapana. Watu wanasema ndio, hapana. Anatuambia tuangaze maneno ya nini? Yaliyo juu, ya mbinguni. Hiyo ni kitu ya kwanza. Ukitaka maneno yako yaende vizuri hapa duniani, ni lazima lengo lake likuwe wapi? Mbinguni. Hasemi hatuwezi shughulikia maneno ya dunia, lakini lengo, the focus, ni lazima iwe maneno ya nini? Ya mbinguni. Hata kama ni familia uko nayo, uweze kuelekeza kwa nani? Kwa Mungu kwanza. Na haya mengine yote Mungu ataweza kuyatekeleza katika familia yako. Lakini sisi binadamu kama Petro tunaanzia hapa chini, kwa sababu huko juu mbinguni hatujui kama iko hapa. Najua kuna Wakristo hapa wa Katoliki wanasemanga hapa mbinguni. Umeshasikia hao? Umeshasikia hao Wakristo ambao hata maneno ya mbinguni ni kama hawaelewi. Wanasema sisi tuko tu hapa tu. Tukishakupa maneno inafanya nini? Inaisha hapa. Huyo ni mtu hajamsikiza mtu kama huyo ambaye hajasema Biblia. Kama Yesu mwenyewe alikufa na akafufuka na akaenda mbinguni, na Yesu Kristo ndiye lengo letu. Sasa wewe utaniambia uniambie nini? Na hujakufa. Mimi sijapata na mtu amekufa akasema hakuna mbinguni, si ndio? Yule amekufa na akafufuka ni mmoja tu, na anaitwa Yesu Kristo. Huyo tu ndiye anaweza sikiliza. Kwa sababu ametutangulia. Alituambia yale yote ambayo yalifanyika kwake itabidi hata sisi ifanyike kwetu. Kwa sababu hakuna ufufuko bila kifo. Ni lazima kwanza kufa, alafu ndio tunafanya ufufuko. Hiyo ndio injili ya ukweli. Kwa hivyo ni lazima kuzingatia yale yaliyo juu kila wakati. Na tunaweza zingatia yale juu namna gani? Ni kumweka Kristo kati ya maisha yetu. Kila siku unapoamka, sio kufikiria dola tu peke yake. Dola ni nzuri, sisemi sio nzuri, lakini kitu ya kwanza ni kufikiri nani? Yesu. Muulize Yesu, unaweza nisaidia namna gani kwa kazi hii ambayo umenipa iweze kunifikisha, iwe daraja ya kunifikisha wapi? Mbinguni. Hii Mungu amenipatia familia. Hii familia itanisaidia namna gani mimi kama Mkristo, kama daraja ya kuweza kufika wapi? Kwa sababu unaweza kuwa na vipaji mingi na vizuri, lakini iwe mateso, si ndio?
Inaweza kuwa mateso ya kufanya ukasirike kila wakati, na watu wale wanakuwa wamefura kila wakati. Na wao ndio walichagua familia, si kila mtu alichagua tu. Mtu anasema huyu bibi yangu, sijui mtoto yangu, huyu nyanya yangu, wajukuu wangu. Sasa wewe ndio ulichagua hiyo maneno, si ndio? Lakini sasa kila wakati ni kunungunika. Kwa hivyo hiyo familia haikusaidii, sio daraja kwa mbinguni na daraja kwenda pahali pengine ambao sio pazuri. Lakini familia ambayo tumepewa inastahili kuwa daraja ya kutuwezesha kufikia maneno ya mbinguni. Ndivyo Mtume Paulo anavyotuambia. Tuzingatie ya mbinguni kwanza. Na haya mengine itafanya nini? Itafuata. Lakini kama vile nimesema, sisi binadamu kwanza tunatafuta hapa chini, na kama kutakuwa na bahati tutaelekea wapi? Hapana. Mbinguni hakuna bahati. Mbinguni hakuna nini? Hamna bahati. Mbinguni ni kazi, ni juhudi. Haiwezi kuwa ati umekufa tu na unajikuta hapana. Hata wale tunawaita watakatifu, akina Monica na Francisco na Teresa, hawakulala tu siku moja wakajipata mbinguni. Walifanya kazi, sio? Na hao ndio mashuhuda wetu wa imani. Wanatuonesha vile ya kuishi vyema katika Ukristo wetu. Wale tunawaita watakatifu, wengi wao walipitia mateso mengi, lakini hawakunung'unika. Walitafuta njia ya kuunganisha mateso yao na hayo ya Yesu ili ikaweza kuwafikisha wapi? Mbinguni. Wakati tunapopitia shida za hapa duniani, ni kujiuliza Mungu ananitayarisha namna gani? Because wakati mwingi shida ambazo tunapitia hapa duniani ni kama moto. Najua yule anaitwa blacksmith, yule anatengeneza majembe pale nyumbani. Ushaona yule mtu anatengeneza majembe pale nyumbani, lazima kuweka wapi ile chuma iwekwe nini? Moto. Hawezi kunja chuma kama bado ingali baridi. Ni lazima inawekwa nini? Moto. Inawekwa moto ndio inaweza kukunjwa na inaweza kurekebishwa iwe kile kifaa ambacho yule blacksmith anataka iwe. Na vile vile katika mateso ambayo tunapitia hapa chini duniani, ni ya kutuwezesha Mungu aweze kutumold, aweze kutujenga tuwe kifaa kinachofaa kwenda mbinguni. Hivyo ndivyo Mtakatifu Paulo anatukumbusha leo. Tuyaangazie ya mbinguni. Hata kama tunapitia magumu hapa duniani, lengo ni wapi? Mbinguni kila wakati. Kwa sababu ukisahau maneno ya mbinguni, haya mateso ya dunia inakuwa ni ngumu hata zaidi. Inakuwa zaidi. Alafu tunaingia katika Injili ya Mtakatifu nani leo? Yohana. Tunasoma kila Pasaka. Namsikia huyu Mary Magdalena. Mary Magdalena walikuwa mfuasi wa Yesu Kristo, lakini alikuwa wa pale kando. Hakuwa anamkaribia Yesu sana, lakini alikuwa anamfuata Yesu Kristo pahali alikuwa anaenda. Alikuwa anamtumikia na alikuwa anampenda Yesu sana. Na kwa hivyo siku moja amesikia, yeye alikuwa anasoma Injili kweli, lakini hakujua kwa ukweli kabisa. Akasema aende angalie rafiki yake. Lakini alipofika pale akakuta nini? Alikuta nini? Jiwe limefanya nini? Limeondolewa. Sasa akashtuka sana. Kashindwa, na si Yesu, mwili wa Yesu tuliweka hapa siku 3 ambazo zilizopita. Mwili wa Yesu umeenda wapi? Na akakimbia kweli kurudi pale kwa mitume kuwaelezea kile alichoona. Na Mtakatifu Petro na Yohane wakakimbia. Ndio wao wametoka na hao wakiwa wawili. Najua Mtakatifu Yohane alikuwa mdogo, alikuwa kijana. Na Mtakatifu Petro alikuwa nini? Mzee, alikuwa mzee. Sasa wanakimbia, sinaona wakimbia.
Nani atafika pale mbele kaburini? Ni kijana. Ni kijana. Kwa hivyo hana kafika pale, lakini hakuingia kwa nini? Kwa kaburi. Aligojea mzee akuje tu. Najua hiyo ina lesson nyingi sana. Sana sana kwa sababu tuna vijana. Vijana ni watu wa kukimbilia maneno. Teknolojia, simu, wakati mwingi ni kukimbia, lakini wazee wanatembea katika nini? Bosi. Pale kile tunasema bosi. Mpaka wakati anapofika ndio anadhihirisha kweli. Yale Maria Magdalena alikuwa amesema kweli ya ukweli. Lakini hata wao, hata Petro mwenyewe hakukumbuka kweli. Yesu alikuwa amesema atafufuka siku ya nini? Ya tatu. Ni lazima wangeenda warudi kwenye Injili waweze kusoma na kuyaelewa. Na inamaanisha gani katika maisha yetu? Tunapopitia changamoto za dunia hii, ni vizuri kukaribia neno la nani? La Mungu. Hakuna kitu ambayo sisi tunapitia ambayo Mungu hajaweza kututangulia kwenye neno lake. Lakini sisi wakati mwingine tunakuwa tu ni kama ile jiwe ambalo lilikuwa limefungiwa Yesu Kristo pale kaburini. Wakati mwingine bado hatujafungua nyoyo zetu ili neno la Mungu liweze kutuongelesha ama kuongea nasi, ili tuweze kuelewa vile Mungu anavyofanya kazi katika maisha yetu. Na kunikumbusha kastori walikuwa nako kwa watoto walikuwa wanataka kuigiza Pasaka ya Yesu Kristo. So mwalimu mmoja wa darasa la 4 akaambia watoto, nataka wazazi wakikuja siku ya kufunga shule tutaigiza ile historia ama story ya Pasaka. Akaambia sasa nataka volunteers. Mwingine akasema mimi nataka kuwa Mary Magdalene, mwingine Petro, mwingine akasema nitakuwa Yohane, wengine wakasema mimi nitakuwa mitume wale wengine. Na mwalimu alifurahi sana, lakini kuna kijana mmoja alikuwa anaitwa Kevin akasema mimi nataka kuwa jiwe. Akasema sasa jiwe halina maneno mengi. Sasa wale wengine wako na maneno ya kusema, lakini jiwe halina nini? Na kusema. Akaambia haya basi, lakini vile tulikuwa nataka kuigiza huu mchezo, sijui wewe kazi yako itakuwa namna gani. Akaambia mwalimu wake, mimi nitakaa tu pale kwa kaburini na wakati wangu ikikuja mimi nitaondoka. Sawa basi. Wakaanza kuigiza ule mchezo. Yeye alikuwa amepewa maneno ya Mary Magdalena akasema yake, yule wa Yosef wa Yohane akasema yake, wa Petro na mitume wale wengine. Na wazazi walifurahia sana kwa sababu waliigiza vyema. Lakini baada ya kumaliza kule kuigiza, mwalimu akauliza Kevin, na wewe kwa nini ulisema utataka kuwa jiwe? Akasema mimi nilikuwa nataka kuwa jiwe kwa sababu nilikuwa nataka kufunuka wakati Yesu atakapofufuka. Mimi nitakuwa kielelezo chema cha kwanza kufungua roho yangu wakati Yesu atafanya nini? Atafufuka. Na nadhani kweli hata kama mwalimu hakuwa ameelewa, Kevin alicheza vizuri sana. Kwa sababu Yesu Kristo kweli anaweza kufufuka, tukisema amefufuka hoye, lakini bado hapo kwa nini? Kwa makaburi ya roho zetu. Najua pale kaburi, mshaka kaburi. Mimi sijaingia pale kwa sababu sijakufa, lakini na imagine najua mimi nataka kuimagine. Kuna mifupa, kuna harufu mbaya, kwanza pale kwetu wakati ya watu wanajua kutayarisha mwili, baada ya siku 3 mwili imeanza kufanya nini? Kunuka na kuoza. Wakati mwingi kweli Yesu Kristo anaweza kuwa amefufuka katika miili yetu, lakini roho hajafanya nini? Hajafufuka. Kwa sababu
unasikia maneno wakati mwingine ambayo inatoka kwa mdomo yetu, sio maneno ya Mkristo nazo wakati mwingine sio tabia nini ya Mkristo kabisa, kwa sababu kweli kuvalia na kukuja kanisa haikufanyi kuwa Mkristo. Haikufanyi kuwa Mkristo. Kila kinakufanya kuwa Mkristo ni roho yako. Yesu Kristo amefufuka. Kuna matendo ambayo inaonyesha kweli amefufuka. Na hiyo ndio ya muhimu sana wakati tunaposherehekea Pasaka ya Yesu Kristo. Ni lazima Yesu Kristo afufuke, sio afufuke miaka ambayo ilipita, afufuke kwa leo, kwa roho yangu. Nikitoka hapa niseme kweli nimesherehekea ufufuko wa Yesu Kristo, lakini sio tu kwa sherehe ya kanisa, na hasa katika roho yangu na maisha yangu. Hivyo ndivyo tunaposherehekea Pasaka ya Yesu Kristo. Kwa hivyo tumuombe atupe nguvu wakati tunapopitia mateso, tuangalie msalaba. Hata kama kweli wakati mwingi tunapitia mengi, tunaangalia msalaba. Je, kama ushajiuliza, na kama kweli Yesu alifufuka kutoka kwa wafu, kwa nini hatukumekangi kaburi tunaonyesha amefufuka, si ndio? Sisi tunabaki na nini? Na msalaba. Msalaba ni kifaa muhimu sana kwa sababu inatukumbusha upendo wa Yesu Kristo. Nilisema hakuna ufufuko bila nini? Bila kifo. Ni lazima kufa kwanza ili tuweze na ufufuko. Na kwa ujasiri wa kanisa inatupatia msalaba kutukumbusha pia kwamba ni lazima tuwe tunakufa kila siku. Tunakufa kwa uchoyo wetu, kwa kutopendana, kwa maovu, ili Yesu Kristo aweze kufufuka. Kwa hivyo tumchukue Mungu, tumwambie asante sana kwa kupitia msalaba ili atupe uzima wa milele. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Mungu ni mwema kila wakati. Na kila wakati Mungu ni mwema. Leo ikiwa ni sikukuu ya Pasaka, katika tradition ya kanisa tunakumbuka kwanza ni kuweka tena ahadi zetu za ubatizo, tuweze kuweka tena hizo ahadi ambazo tulichukua tukiwa watoto wadogo ama tukiwa watu wakubwa, ili tuweze kuleta hiyo upendo katika maisha yetu ya Kristo. Tusimame. Ndugu zangu, katika ubatizo sisi tumezikwa pamoja na Kristo kwa fumbo la Pasaka, tupate kutembea pamoja naye katika uzima mpya. Kwa hiyo baada ya mfungo wa Kwaresima, tuweke tena ahadi zetu za ubatizo tulizofanya zamani, tulipomkataa shetani na mambo yake, tukaahidi kumtumikia Mungu katika kanisa takatifu Katoliki. Na kwa hivyo nitawauliza maswali. Tutakuwa tunarudisha na mkataa shetani na matendo yake yote na fahari zake zote. Na sasa tutasema nasadiki. Mwasadiki Mungu Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia. Nasadiki. Mwasadiki kwa Yesu Kristo, mwana wa pekee, Bwana wetu, aliyezaliwa na Bikira Maria, akateswa, akafa na kuzikwa, akafuka katika wafu, ameketi kuume kwa Baba. Nasadiki. Mwasadiki kwa Roho Mtakatifu, kanisa takatifu Katoliki,
ushirika wa watakatifu, maondoleo ya dhambi na ufufuko wa miili na uzima wa milele. Naye Mungu Mwenyezi, Baba Bwana wetu Yesu Kristo, alitupa uzima mpya kwa njia ya maji ya Roho Mtakatifu, akitujalia maondoleo ya dhambi. Yeye mwenyewe atulinde kwa neema yake katika Kristo Bwana wetu, tupate uzima wa milele. Tunaomba hayo kwa Kristo Bwana wetu. Amen. Wakati huu tutaimba wimbo wa ili katika furaha ya Pasaka waendelee kumshuhudia Kristo aliyefufuka
ujasiri na upendo. Bwana utusikie. wakitambua kwamba maisha na heshima ya kila binadamu ni zawadi kutoka kwa Mungu. Bwana utusikie. Wagonjwa, wahamiaji na wale waliokata tamaa, tunaomba waweze kufarijiwa na kupata msaada kutoka kwa jamii ya waamini, na kwamba ufufuko wa Kristo waletee tumaini jipya maishani mwao. Bwana utusikie. Kwa ajili ya familia zetu na jumuiya zetu za waamini, tunaomba tupokee neema ya amani, mshikamano na msamaha, ili tuweze kuwa mashahidi wa Kristo mfufuka katika maisha yetu ya kila siku. Bwana utusikie. Kwa ajili ya marehemu wote, hasa ndugu na marafiki waliotutangulia katika imani, tunaomba wapate uzima wa milele katika utukufu wa ufufuko wa Kristo, wakishiriki furaha ya mbinguni ya milele. Bwana utusikie. Mungu mzima.
Julai. Tunaomba maandalizi yake yawe kwa mafanikio, washiriki wafike kwa wingi na wakiimarisha imani, umoja na matumaini kama maujaji wa tumaini katika mwaka wa Jubilei. Bwana utusikie. Umesikia maombi yetu, tunaomba kwa imani siku ya Pasaka yajibu kwa mapenzi yako matakatifu kwa njia ya Kristo Bwana wetu aliye hai na atawala milele na milele. Amen.
Bwana, pokea sadaka mkononi mwako kwa sifa na utukufu wa jina lako, na pia kwa mafaa yetu sisi na mafaa ya kanisa lake lote takatifu. Bwana, tunakutolea sadaka hii tukishangilia kwa furaha sikukuu ya Pasaka. Kwa namna ya ajabu kanisa lako linazaliwa upya na kulishwa kwa sadaka hiyo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Naomba tusimame. Bwana awe nani. Inueni mioyo. Nayo kwa Bwana. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki, tendo la kufaa na kuleta wokovu. Tukushukuru kwa wema daima popote. Baba ulienzi Yesu Kristo, neno wako ambaye kwa njia yake uliumba vitu vyote, ndiye uliyemtuma kwetu kama mwokozi na mkombozi. Akafanyika kuwa mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, akazaliwa na bikira. Kwa kuwa alitaka kutimiza mapenzi yako na kutupatia taifa takatifu, alipanua mikono yake alipoteswa msalabani, ili aangamize mauti na kudhihirisha ufufuko. Kwa sababu hiyo sisi pamoja na malaika watakatifu wote tunatangaza utukufu wako tukisema kwa sauti moja: Alitwaa mkate akashukuru akaumega akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle wote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Amen.
vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kushukuru tena, aliwapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe wote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na milele, itakaomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Kwa hiyo Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa kifo na ufufuko wake mwanao, tunapotolea mkate na uzima wa kifo cha wokovu, tunakushukuru kwa kuwa umetusahilisha kusimama mbele yako na kutumikia. Bwana, ukumbuke kanisa lako lililoenea popote duniani, likamilishe katika mapendo pamoja na mtakatifu kwa Baba Mtakatifu wetu Francisco na askofu wetu James na waklea wote. Wakumbuke pia ndugu zetu waliofariki dunia wakiwa na tumaini la ufufuko, na marehemu wote waliofariki dunia katika huruma yako, wapokee kwenye nuru ya uso wako. Tunakuomba utuhurumie sisi sote, ili pamoja na Maria Bikira mwenye heri mama wa Mungu na Mtakatifu Yosefu mmea huyo Bikira, mitume wenye heri na watakatifu wote waliokupendeza tangu kale, tustahili kushiriki uzima wa milele na kukusifu na kutukuza kwa njia ya mwanao Yesu Kristo. Kwa njia yake na pamoja na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Amina. Kwa kulitii agizo la mkombozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini tuokoe maovu. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi ya msaada wa huruma yako tuokolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo, kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani na wachieni, amani yangu na wapa, usitazame dhambi zetu ila tu imani ya kanisa lako, upende kuliimarisha amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, naishi na kutawala milele na milele. Amen. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Tutakiane amani ya Kristo.
Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama ondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walikuwa kwenye karamu ya mwana kondoo. Bwana, sistahili ingie kwangu, lakini sema neno moja tu, na roho yangu itapona.
kanisa lako kwa wema wako wa daima, ili likiisha kufanya upya kwa mafumbo ya Pasaka, lipate kufikia mwangaza wa fufuo kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Usiku na ujana, nimebana
sana katika maisha yetu ya Ukristo, ndio? Asanteni sana. Kwa hivyo kwa wakati tutakuwa tunawakaribisha wageni wetu ambao wamekuja hapa mara ya kwanza. Kama ni mara yako ya kwanza kuja hapa Santa Monica, simama ndio tukakaribisha. Tunaonekana kweli, unajua sisi tunawajua tu, si ndio? Tuna wawili, hamna pande hii, hatujaakilishwa pande hii. Kwa hivyo tutawakaribisha wale wageni wetu wawili na asanteni kwa kuja hapa. Sisi tunaitwa Jumuiya ya Afrika wa Katoliki. Tunakuja hapa kumuomba Mungu, kumrudishia shukrani, na tunawakaribisha wageni wetu kila wakati. Kwa hivyo sio kutembea tu. Sasa hii imeshajiandikisha. Kwa hivyo sasa hii mwezi ujao si tutawaona, si ndio? Ama nyinyi mwakaribishi? Nasema ndio. Si wakaribisha? Unajua vile tunafanyana? Si ndio? Leo hakuna maneno mengi kwa sababu hii ni misa special ambayo sio ya ile yetu ya kila mwezi. Ilikuwa
hoja ya kwanza ni kuja kumrudishia Mungu shukrani na kusherehekea ufufuko wake. Kwa hivyo hiyo ndio biashara ilituleta hapa, si ndio? Kwa hivyo asanteni sana kwa wanakwaya wetu. Mimi naona kama mama wakishikilia maneno inaandaa vizuri, si ndio? Mimi sasa vibaya. Nimesema tu mama wakiambiwa twende kwanza kwa hii ngoma inaendelea vizuri. Wakati mmoja wetu alishikilia hii ngoma mpaka wale vijana walikuwa na ijaribu walipotea. Hawakujenge kanisa tena. Haonekana kwa kanisa, si ndio? Lakini ni vizuri kuweza kushare, kupatiana vipawa ambazo tumepewa na Mungu, hasa kwa muziki na kwa maombi, kuweza kutukuza Mungu. Kwa hivyo asanteni sana. Kwa mwezi ujao tutabadilisha misa yetu kwa Jumapili nyingine, kwa sababu Padre Leonardo ambaye ni huyu, sinamjua huyu, atakuwa out of town na Father Pius hatapatikana. Kwa hivyo tutawaelezea kupitia kwa katekista Ilunga. Ile siku tutakuwa na misa ya Mei. Kwa hivyo hii wiki ukiangalia simu tuone kama tutaweza kuwa na misa wakati mwingine. Tutakuwa na misa Jumapili ya pili ya Mei, which is Mother's Day also. Kwa hivyo tutakuwa na misa nyingine wiki, sijui ni nitaangalia kalenda nione maneno inaendelea namna gani. Lakini tutakuwa na misa ya Mei, lakini sio ni ya pili. Sawa sawa. Ndio. Na kuna tangazo lingine kweli? Katekista. Tumsifu Yesu Kristo. Tumsifu tena. Mwakole. Aliniokoa. Alinitoa wapi? Mbali. Mseme nini? Yesu. Unajua kama wale wenye kuelewa kanisa Katoliki, huu mkutano wa Katoliki, sherehe ya sherehe. Na tunashukuru Father siku kama hii kuhudhuria ibada, tafakari, kusikia lugha ya nyumbani. Ingalikuwa kama tuko kwenye parokia zingine tungalifuata tu kiimani, lakini leo tulisikia neno kwa neno. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kuna wakati ya tafakari ya Injili, kuna neno ambalo limenigusa miaka kadhaa niko katika kanisa Katoliki, lakini lile jiwe lile nilikuwa na tafakari tu lakini leo nimepata maelezo na nikaangalia katika kundi la wasomaji katika shirika letu, tuna wasomaji, lakini lile jiwe lile ingali inaganda, ondoa jiwe ili kundi la wasomaji wadada wachezea Mungu wapo wengi, lakini lile jiwe ondoa afufuke ile kundi Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Kwanza alizungumzia mambo mengine juu ya ubatizo wa watoto, sakramenti ya Ekaristi, komunyo mwaka wa kwanza. Tutapata maelezo atakayoniambia nitawa. Na kwanza kuna neno lingine ambalo tunajiuliza, tupo wageni hapa, juu ya malipo ya zaka. Tujue kama zaka hapa inaendelea namna gani. Kuna Wakristo wengi wenyewe wanataka kulipa zaka wakati wa Pasaka, lakini hatuna mafasirio. Kumbe tueleze ile
ili tusaidie kanisa na kidogo tunaipata. Tumsifu Yesu Kristo. Milele amina. Asante katekista, kweli umetupa changamoto la jiwe. Hata mimi amenisomesha maneno mengi, kwa hivyo asante katekista. Tutaelezea, nitaweza mwezi ujao nitaelezea maneno ya zaka, vile kanisa linatusomesha kutoa zaka, hasa kwa undani ama kwa kupitia juu. Ni tunajua kanisa linatuliza kwa sehemu ambazo sisi tunapata kwa mapato yetu. Kuna ile tunatoa, inaweza toa kwa umoja ama tunaweza toa kwa Jumapili ama kwa mahitaji ambayo tuseme, kama wakati huu tuna kongamano ambalo linakuja hapa mwezi wa Julai, naweza mwambia Mungu kwa ile bahasha yangu pale ndipo nitatia nini, zaka yangu. Kwa hivyo tunaweza, hakuna tuseme structure kamili, lakini kanisa linatuliza wewe na Mungu wako, unasema hivi cha unafanya nini, unamtolea. Kwa hivyo, lakini nitaelezea kwa undani tukipatana mwezi wa Mei. Si pahali tumetoka nyumbani kwangu pale Ushagoa, tunasema tukienda kwa ibada na kunyeshe, hiyo ni baraka nyingi sana. Najua hapa Amerika sasa tutasema mvua mingi sijui nini, lakini sasa kwetu pahali sisi babu zetu walikuwa wanaenda mlimani, wanatoa zaka, ibada ambayo tumetoa kama saa hii, na wakitoka pale mlimani wakirudi nyumbani, mvua ilikuwa inafanya nini? Inanyesha. Kwa hivyo hii ni baraka kubwa sana kwetu, tukiweza kusherehekea Pasaka ambayo ni ibada ile kubwa zaidi ya Kikatoliki, na tunabarikiwa na mvua. Kwa hivyo ukienda nyumbani complain sana, leo kumenyesha, ama makeup yangu ni kama inaharibika. Achana na makeup, achana na hiyo, tolea Mungu. Hii ni baraka kubwa sana. Kwa hivyo asanteni, na mtasikia kwa katekista wetu wakati tutapatana kwa misa ya mwezi ujao. Tuendelee kuombeana na kusaidiana. Hiyo ndio kitu ya muhimu. Kuna kitu inanifurahisha kwa Mama Teresa sana. Hasa wakati najua sio kila mtu amebarikiwa na gari ya kuweza kukuja misa, lakini wakati mwingi naona unasaidiana na ndio wengine na waleta misa. Hiyo ni kitu ya muhimu sana, na msipoteze hiyo baraka. Hivyo ndivyo mtu anabarikiwa kwa maisha yako. Usijione tu kivyako, niseme mimi niko kivyangu lakini simjali jirani. Wakati unaleta mtu kukuja kwa ibada ya misa, hiyo ndio baraka yako ya wiki hiyo. Kwa hivyo asanteni kwa wale ambao wanajitolea sana kuona ya kwamba wengine wao ambao hawana uwezo wa kufika kanisani wamefika. Kwa hivyo asanteni sana. Kwa hivyo tutasimama kwa baraka ya mwisho, baraka ya Pasaka. Kwa kila ombi nitakaloomba tunasema amina. Zitakuwa ni baraka 3 za Pasaka ambazo wale wameweza kufika katika ibada ya Pasaka wanapatiwa. Kwa hivyo tusimame. Mungu Mwenyezi awabariki tunapoadhimisha usiku huu sherehe ya Pasaka, na kwa rehema yake awakinge na kila shambulio ya dhambi. Amina. Amina. Yeye ambaye kwa ufufuko wa mwanae pekee anawafanya upya kwa ajili ya uzima wa milele, awajalie tunzo za milele. Amin. Nanyi mnaoadhimisha furaha ya sikukuu ya Pasaka, baada ya kumaliza siku za mateso ya Bwana, mjaliwe kufika kwa moyo mchangamfu kwenye ile sherehe ya furaha isiyo na mwisho,
Amen. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima. Misa yetu imeisha, twendeni na amani. Tunashukuru. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
Yesu.